Moja nisomee kwa sauti hapo kidogo. Tumoja nisomee kwa sauti kidogo. Andiko nasemaje? Samueli wa kwanza ile 13. Karibu. Samueli akamwambia Sauli, ufanye upumbavu, kuishika amri ya Bwana Mungu wako aliyokuamuru, kwa maana Bwana angalifanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli. Amina. Bwana pewe sifa sana. Sasa hapo ni kipindi ambacho Samueli alikuwa amekorofisha Sauli, alikuwa amekorofisha. Na kwa nini Sauli alikorofisha? Ni kwa sababu tu ya utii. Hakuweza kumtii Mungu. Jumapili iliyopita tulizungumza ya kwamba ni Sauli ni kiongozi ambaye alikuwa anaangalia vinono. Alikuwa anaangalia vinono. Na kwa kuwa alikuwa anaangalia vinono, maana yake ni nini? Ni kwamba jicho lake lilikuwa liko kwenye mali kuliko kumtumikia Mungu, kuliko maagizo ya Mungu. Sasa sisi kama viongozi tunapokuwa na jicho la kuangalia vinono kuliko kumwangalia Mungu au kuliko kuangalia maagizo ya Mungu, tunaweza tukajikuta tunapoteza utukufu wa Mungu. Na ndiyo maana unaona jinsi ambavyo Samueli anamwambia Sauli ya kwenye lile fungu la 9 ya kwamba kwa kufanya tu hivyo ufalme wako umeondolewa. Unaona yaani kwa kutokutii, neema ambayo Sauli alikuwa nayo iliondolewa. Kwa maana nyingine ni kwamba kiongozi anaposhindwa kumtii Mungu, maana yake neema ambayo Mungu alikuwa ameachia juu yake huwa inapotea, huwa inaondolewa kabisa. Anabaki anafanya bila uwepo wa Mungu, anabaki anafanya bila ile neema ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya kutokutii. Kwa sababu ya kutokutii. Sasa sisi ambao Mungu ametupa neema ya kuwa viongozi ndani ya kanisa, tunaposhindwa kutii maagizo ya Mungu, kuna hiyo neema inaondolewa. Lakini tunapokuwa tunatii maagizo ya Mungu, neema inaongezeka kwetu, hekima inaongezeka kwetu. Angalia kuanzia kwenye Mwanzo mpaka Ufunuo, viongozi wote ambao walikuwa na uwezo wa kutii kila ambacho Mungu alikuwa anakiagiza, unaona mambo yalikaa vizuri. Unakumbuka wale wapelelezi 12 ambao Musa aliwatuma, akiwemo Yoshua, akiwemo na Kalebu. Wale viongozi 10, na maandiko yanasema kwamba wale viongozi 10 walichaguliwa kwenye makabila yao, kwamba kila kabila walikuwa wanatoa kiongozi mmoja. Kwa maana nyingine kabila yale makabila yalikaa chini yakachagua mtu mmoja ambaye atawaongoza, ambaye atawawakilisha. Kwa hiyo walituma mwakilishi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa walivyotuma mwakilishi kwenda kuwawakilisha, ona wale wawakilishi walichoenda kukifanya. Walipoenda ile nchi ya Kanaani kuipeleleza, maandiko yanasema ya kwamba walipoipeleleza ile nchi, taarifa waliokuja nayo, ripoti waliokuja nayo, walikuja na ripoti mbaya, na ile ripoti ilikuwa inaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ilikuwa inaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Na ndiyo maana wale watu 10 waliwafanya lile taifa la Israeli wakaanza kulia kwa ripoti yao tu, kwa taarifa yao tu. Maanake hapa ninachotaka kukizungumza ni kwamba kama kiongozi unapokuwa umepewa taarifa yote ile, si tunaelewana si watu tunapeana taarifa jamani, kwamba nenda ukawaambie kwenye idara yako mambo yafuatayo, kwamba tuna mipango mikakati hii au tuna kitu hiki, kwa hiyo nenda ukawaambie. Sasa kuna kiongozi akienda anaanza kufika, yaani haya mambo ya mchungaji bwana, wazee wa kanisa mpaka ameshaanza kutuchosha.
Si unaelewa yani wamesema, yani eti wamesema ya kwamba tuwe tunakutana kila Jumapili jioni. Tulijadili kwanza, hilo linawezekana kweli? Huyo ni kiongozi, ujue amekwepo kwenye kikao, mmezungumza na mmepitisha maazimio, ila yeye anavyopeleka taarifa kwa wale watu wa chini yake, anaipeleka taarifa kinyonge, na ndiyo maana ile taarifa haiwezi kapata matokeo. Wale watu walivyofanya ile tathmini, wakati wanaleta taarifa, angalia, wana wa Israeli walianza kulia. Inaniko okay, sawa. Walianza kulia, wakasema ni bora turudi. Wanasema kama jamani, ile nchi tunayoenda kuipeleza ni nzuri, ina maziwa na ina asali, ila changamoto, kuna madude yanakula watu. Kwani waliwaambia wakapeleleze watu waenda kula watu? Hawakuambiwa hivyo. Wao walienda kufanya vitu ambavyo vilimuondolea Mungu utukufu. Angalia, Kalebu pamoja na Joshua wakasimama wakasema hapana. Si unaelewa ulisema hiyo hapana, ile nchi ni nzuri, na wale jamaa ambao wanakula watu wale wapo kwa ajili ya chakula chetu. Unaona watu 10 wanaleta upinzani, watu 2 wanaleta mwelekeo ulio sahihi. Ashukuriwe Mungu, aliingilia kati, lakini wale wote ambao walienda kinyume na mapenzi ya Mungu, hawakufika Kanaani. Wale viongozi hawakufika Kanaani, walifia njiani. Maana yangu nataka nikwambie nini? Unapokuwa ni kiongozi, kama hautakuwa makini sana, kuna baadhi ya vitu vyako vitafika njiani, havitafika mwisho. Kwa kiongozi ni dhamana. Wewe usichukulie kawaida tu. Umepewa kiongozi wa vijana, umepewa kiongozi wa wamama, kiongozi wa CGN, kiongozi wa kuongoza maombi, kiongozi wa kuratibu mambo ya media, mambo ya vyombo. Usije ukachukulia kawaida. Ile ni nafasi ambayo Mungu amekupa. Kwa hiyo lazima uifanye kwa moyo wote, uifanye kwa nguvu zote, ukitegemea kwamba ukimesa unaweza ukakutana na namna ambavyo Mungu mwenyewe anajua. Wale watu walivyo mess up hawakufika Kanaani. Hebu angalia, ni baba wa familia anaishia njiani, watoto ndo wanaenda. Kwa sababu walikufa wote wale. Sasa maana yangu hapa ni nini, kiongozi mwenzangu? Mungu anapokuwa amekupa jukumu kashindwa kulifanya au kalifanya kilegevu, matokeo yake ni nini? Ni kwamba kuna baadhi ya mambo yako hayawezi yakaenda. Yaani kama wewe uweze kuyapeleka mambo ya Mungu, ujue hata mambo yako yanaweza yakakwama. Ni aheri usingekuwa kiongozi. Bwana tusaidie sana. Ni aheri usingekuwa kiongozi. Lakini kama ni kiongozi umepewa jukumu, unapokwamisha mambo ya kimungu, ujue unakwamisha mambo yako pia. Unaposababisha mambo ya kimungu yasonge mbele, ujue unasababisha na mambo yako yasonge mbele. Unapochukua muda wako, unapochukua nguvu zako, unapochukua mali zako kuhakikisha kwamba jambo la kimungu linasogea mbele, ndivyo ambavyo mambo yako yanasogea mbele. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa vyovyote vile, kwa nafasi ambayo Mungu amekupa, usifanye kilegevu. Maandiko yanasema hivi, atakaye kuwa mwaminifu kwa kitu kidogo, huyo ataaminiwa kwa mambo makubwa. Wewe ambaye umeaminiwa kwa watu wachache, umeaminiwa kuongoza watu wachache, ujue ni kwamba Mungu amekuamini uweze kuwaongoza. Tafsiri yake ni nini? Mungu atakuamini kwa mambo makubwa. Yaani unajitengenezea nafasi ya wewe kuaminiwa kwa mambo makubwa. Na kama mambo madogo ambayo Mungu amekupa sio mwaminifu, maana yake ni nini? Mungu hawezi akakuamini kwa mambo makubwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Hawezi akakuamini kwa mambo makubwa, hawezi akakuamini. Ninyi ni mashahidi. Huwa napenda kuambia mimi, hata kama iwe ni ibada ya katikati, iwe ni ibada ya maombi,
wawepo watu wachache, ziwe ni zile ibada za CGN, wawepo watu wachache, wawepo watu watatu, watu wawili, mtu mmoja. Nitafundisha kwa kadiri ambavyo Mungu amenisaidia. Mimi siangaliagi wingi wa watu. Tunaelewana? Kwa sababu kuna baadhi, kwa mfano mwezi uliopita, tuko mwezi wa pili sasa hivi. Mwezi uliopita nilialikwa kuwa msemaji kwenye kongamano kubwa tu, lilikuwa na watu zaidi ya 1000, zaidi ya 1000, na kulikuwa na viongozi na kulikuwa na wazungumzaji wengine. Sasa kwa mtu ambaye sio mwaminifu kwa vitu vidogo, akipata fursa kama ya namna hiyo, unajua maandalizi yake ni nini? Yani atajiandaa maandalizi makubwa, lakini akiambiwa kwamba tuna kongamano, kuna watu 5, maandalizi yake yanakuwa ni madogo. Si unaelewa? Kwa hiyo yeye anajiandaa kulingana na idadi ya watu. As a leader umefeli. Kwa nini? Katikati ya watu 10 Mungu amewakusudia hao watu 10. Katikati ya watu 1000 Mungu amewakusudia watu 1000. Maana yangu nataka nikufundishe nini asubuhi ya leo? Ni kwamba kama kiongozi, fanya maandalizi kwa kiwango cha juu sana. Kuwa mwaminifu hata kama watu ni wachache, hata kama unaongoza kikundi cha watu wachache, kuwa mwaminifu kwa hao watu wachache. Mungu atakuinua na atakuamini kwa mambo makubwa. Atakuamini kwa mambo makubwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Usije ukafanya maandalizi kulingana na idadi ya watu. Fanya maandalizi kulingana na namna ambavyo Mungu anakusemesha. Kulingana na namna Mungu ambavyo anakusemesha. Hata kama mmekuja kwenye maombi, labda ni maombi ya asubuhi au ni maombi, kwa mfano watu na Power Monday prayer, maombi ya asubuhi yale ya Jumatatu, kuikabidhi wiki mikononi mwa Bwana. Ukiomba kilegevu eti kwa sababu wako wachache, hata kama watakuwa ni wengi, utaomba kilegevu. Utajitahidi uombe, kwa sababu unajua kuna mtu mwingine akiona watu, vibe kama vile inapanda. Ushaona watu wa namna hiyo? Yaani akiona watu wamejaa kanisani, vibe inapanda. Anasema Mungu nisaidie, Mungu jifunue, Mungu jidhirishe. Watu wamekuja wengi, Mungu nipake mafuta mabichi, achilia nguvu za Bwana zitembee. Wewe, Mungu hafanyagi kazi namna hiyo. Eti wakiwa wachache, maombi yako Mungu wewe waona, nisaidie. Hata ufanye maandalizi, umeshafe. Yaani wewe sio mwaminifu kwa watu wachache. Hata wakiwa watu wengi, Mungu aweza kujitukuza. Tunaelewa napendwa? Unapofanya kwa watu wachache, tamani Mungu ajifunue, tamani Mungu ajitukuze, tamani Mungu ajidhihirishe. Utakapokuwa na watu wengi, mafuta yale yale. Angalia Daudi alitumiaje, ndugu yangu? Daudi alitumiaje kumshinda Goliati? Daudi alisemaje? Yaani mimi, wakati anamwaga CV zake mbele ya mfalme, alisemaje? Dubu na simba wakija kuvamia kondoo, huwa anawakamata na kuwalalua. Sisi tunaelewana? Huwa anawakamata na kuwalalua, huwa anawakamata. Kwa hiyo hata huyu Goliati inawezekana. Yaani mafuta yale yale ambayo Mungu alinipa kuwalalua simba na dubu, mafuta hayo yatanisaidia kumshinda Goliati, japokuwa ni jeshi kubwa. Ndio maana Sauli alijaribu kumvisha mavazi ya vita, ujue, mapanga, manini, mishale, mikuki na ngao akawekewa. Alivyojaribu kutembea step ya kwanza, step ya pili, alisemaje? Alisema haya siyawezi kuyatumia. Kwa nini? Kwa sababu sijawahi kuyatumia. Mimi nitatumia kila ambacho nilishawahi kukitumia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo unapokuwa umefanya maandalizi kwamba wamekuja watu wengi, ndio ufanye maandalizi ya kutosha, ndio uanze kuomba kwa nguvu, mafuta hayatatokea pale. Kwa nini? Kwa sababu umevamia muda huo. Mungu anataka huku chini, atakaye kuwa mwaminifu kwa kitu kidogo, Mungu atamwamini kwa vitu vikubwa. Daudi alikuwa mwaminifu kwenye mifugo, kwenye kondoo. Kwani kondoo angeweza kuhatarisha maisha yake? Sasa ningesema we kondoo bwana, after wengine wako hapa, we kondoo, we liwa na simba huko, liwa na dubu huko. Anakuja anatoa taarifa kwa baba yake, baba, kondoo ameliwa na simba, kondoo ameliwa na dubu. Baba yake angekasirika? Baba yake anajua kwamba yule ni mnyama hatari.
Jambo la kwanza, umesalimika mwanangu? Wewe, nimesalimika. Kondoo ameliwa? Ameliwa. Haina shida. Unaona Lakini angalia, Daudi alikuwa mwaminifu kwa kondoo wa baba yake, sio wa kwake, sio mali yake. Alikuwa mwaminifu kwa kondoo wa baba yake. Alitamani kondoo asiliwe hata mmoja. Kwa simba alizokuja kumkamata kondoo au dubu, Daudi aliwajibika. Pale ndipo alipokuwa anachochea neema ya kuwajibika. Kuna baadhi ya mtu ambaye ukimpa jukumu ambaye sio la, yani kwa mfano mathalani, after all hili ni kanisa, mimi mwenyewe ni mshirika tu, unaona au umepewa kampuni au taasisi fulani, unaangalia nasema jamani, mathalani labda kuna bomba la maji hapa kanisani, halafu bomba limepasuka, maji yanamwagika, si unaelewa? Maji yanafanyeje? Yanamwagika. Unajua, mtu ambaye sio mwaminifu kwa vitu, sio mwaminifu kwa vitu vidogo vidogo, sio mwaminifu kwa vitu vya wengine, akiangalia tu anachungulia, baada hapa anasema wazee wa kanisa watakuja watengeneze. Unaelewa hicho kitu? Unaelewa hicho kitu? Huyo mtu hana uchungu na mali ya mtu mwingine, sio mwaminifu kwa mali ya mtu mwingine, haoni shida. Mimi kule mtaani wakati mwingine unakuta bomba la maji limepasuka, unapita bomba la maji limepasuka, maji yako papa. Unajua, huwa naenda natoka nyumbani, nafika nyumbani, nachukua sururu, nachimbua vizuri, nachukua mpira, nafunga. Sio bomba langu jue, nafunga. Lakini najisikia kuumia napoona maji yanafanyaje, yanamwagika, najisikia kuumia. Lakini kuna mwingine atapita tu, yaendelee kuchuruzika tu. Bomba la nani? Sio la kwangu. Atajua mwenyewe. Wewe sio mwaminifu kwa vitu vya wengine. Kama sio mwaminifu kwa vitu vya wengine, Mungu aweza akakupa neema ya vitu vingi, kwa sababu wewe sio mwaminifu, sio mwaminifu. Na ndio maana wakati mwingine unapewa ofisi fulani, yani kama ni mali za ofisi, unazitumia rafu. Kwa nini? Sio hii wanasema ni mali ya nani? Ni mali ya mjomba. Wanatumia lugha gani? Hii ni mali ya umma. Tumia tu, hii ni mali ya umma. Kwa hiyo yenyewe ipotee tu, maana ndio tafsiri yake. Hiyo ni mbegu ambayo unaipanda, mbegu mbaya. Si unaelewa pendwa? Mbegu mbaya mno. Hiyo sio CV itakayokupeleka mbele, ni CV ya kukudumisha kwenye huduma. Na kiongozi wa namna hiyo, hata kiona kiti kiko kule nje, wamekisahau, wamefunga, anaangalia, anasema wamesahau kiti bwana, watajua wenyewe, hii ni mali ya kanisa, hii mali ya umma hii. Usikie kuumia. Yaani hata muone mtoto anaburuza kiti, hata kuambia mtoto acha, hamna, acha tu, hiyo ni mali ya umma, ikivunjika watachanga tu, watanunua tu. Unapoteza sifa ya kuwa kiongozi. Kiongozi ni yule ambaye anathamini hata vitu vya wengine. Daudi alithamini kondoo, alihatarisha maisha yake kwa sababu ya kondoo wa baba yake. Angalia, ile CV ilimpeleka ikulu juu, kwa sababu alipokutana na Goliati alianza kutumia vile alivyokuwa anapambana na simba, alivyokuwa anapambana na dubu. Akajua hata huyu Goliati nitamshinda. Kama nilimshinda simba, kama nilimshinda dubu, hata huyu nitamshinda. Unaona, kwa ushindi wa Daudi uliandaliwa kule porini, akiwa peke yake kule porini. Huo ndio ulikuwa ushindi wake. Mimi mwenzako, unaandaga ushindi wapi? Yaani wewe ushindi wako unauandaga wapi? Si unaelewa pendwa? Ushindi wako wewe unauandaga wapi? Lazima ujiulize. CV yako unaitengenezaga wapi? Bwana Yesu atusaidie sana. Ndicho ambacho kilikuja kumsaidia Daudi wakati anapambana. Ndicho ambacho kilikuja kumsaidia. Kiongozi, heshimu mali ya watu, heshimu mali ya kanisa. Iangalie kwa wewe ambaye umepewa dhamana ya kutunza. Tunaelewana wapendwa?
heshimu kwa kiwango cha juu sana sana, sio kidogo. Yaani lazima uangalie kwamba, je, kuna usalama kanisani kama kiongozi? Je, mambo yanakaa vizuri? Kipi ambacho hakijakaa vizuri nikiweke vizuri. Usiwe ni kiongozi ambaye ni, ndugu mtazamaji, yaani wewe ukifika unaangalia sawa, hapa wamesafisha hapa, sawa, mambo yamekaa vizuri, ule uchafu pale shemasi atakuja atauondoa. Unaangalia tena, vile vitabu vimepangwa vibaya, lakini mama Maritendo huwa anapangaga, kwa hiyo atakuja kupanga baadaye kwa wakati wake yeye mwenyewe, yaache akae hivyo hivyo. Unapata hiyo picha? Sasa wewe ni kiongozi ambaye matokeo yake yatakuwa ni madogo sana. Jicho la kiongozi huwa linaona mbali sana, linaona mbali sana. Unapofika kanisani, angalia mapungufu yapi ambayo yapo, mapungufu gani ambayo yapo. Yaliyoko ndani ya uwezo wako yafanyie kazi, hayako ndani ya uwezo wako yatolee taarifa, yatolee taarifa. Bwana Yesu tusaidie sana. Okay, sawa. Siku ile tuliacha kipengele cha maswali. Kama kuna swali sasa, kwa dakika 5 zilizobaki nikaribishe maswali. Hamna maswali? Viongozi, Bwana sifiwe. Hamna maswali. Mwenye nyongeza kwamba wakati mchungaji unahubiri kuna kitu kimeingia ndani ya moyo wangu na Roho wa Mungu akaniongezea. Hebu naomba nikiongezee hapo. Karibu. Sawa, si mnatoka hapa mnaenda madarasani, wengine mko kwenye CGN kule. Apandacho mtu ndicho atakacho kivuna. Basi sawa. Kwa hiyo nilitaka angalau mpate hiyo picha kwamba kiongozi ni wa namna gani. Si tumeelewana? Kiongozi aina ya Sauli ni mtu mbaya sana, mtu mbaya sana. Anaangalia vinono kuliko mapenzi ya Mungu. Usiwe kiongozi ambaye kuangalia vinono makeni, kuangalia maslahi. Si tunaelewana? Yani unaangalia maslahi, yani kwamba namtumikia Mungu, si ndio hivyo? Baada ya kumwangalia Mungu ndiye ambaye atakupa wewe, unamwangalia watanipa shilingi ngapi? Si tunaelewana? Watanipa shilingi ngapi? Ushawahi kuona watu wanafanya huduma kwa malipo, si ndio hivyo? Yani wanafanya huduma kwa malipo. Sasa usio ameshapata ujira, anasubiri ujira gani tena? Yani ukiona unafanya huduma kwa malipo, ujue umemaliza, maana umelipwa tayari, si ndio hivyo? Usitegemee kulipwa na Mungu, usitegemee kulipwa na Mungu tena. Kwa nini? Malipo yako umeshalipwa, umeshapata mshahara wako. Hao ni viongozi wa mshahara. Bwana Yesu tusaidie sana. Ni viongozi wa nini? Wa mshahara. Amina. Mungu awabariki sana.